Hello my good people, good evening. Mambo vipi mpopoa? This is Kadala, all the way from Tanzania, the house of Tanzanite minerals. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuwasaidia wale watu ambao wanalalamika sana. Mnaona maji yameisha maji yambaki kidogo sana yale pale na hapa yambaki kidogo, sehemu nyingine yameisha. Watu wanalalamika sana kuhusiana na kuku wanakula mayai, kuku wanadonoana. Asubuhi nimeokota mayai mengi hapa. Saizi nimekuja kwa ajili ya kipindi, lakini kuna yai pia nimelikuta hapa. Nafikiri mnaliona hilo hapo hilo. Hawana hata time. Hawawezi kula hili yai. Kwa nini kuku wako wanadonoana? Kwa nini kuku wako wanakula mayai? Hapa sasa nikienda haraka watalikanyaga tu kwa sababu ya kimbia. Kwa hiyo nitaliokota hapa ili wasilivunje. Unapopokea vifaranga wako na kuanza kuwatunza, unawatunza kwa chakula cha kiwandani. Chakula kile cha kiwandani tunaamini kwamba kina calcium ya kutosha. Kwa hivi hatuchanganyi na chochote. Unless ni wale tu watu wachache ambao wanaona kununua chakula cha dukani ni gharama, kwa hiyo wanaamua kuchanganya chakula cha dukani na pumba mapema sana kabla vile vifaranga havijakomaa, kwa lengo la kuogopa gharama kubwa ya kununua mfuko wa kilo 50. Lakini sikushauri hivyo. Kadiri unavyowahi kuwapa chakula cha kuchanganya ndivyo unavyokaribisha changamoto za magonjwa mengi katika banda lako. Kadiri utakavyowavuta kidogo na chakula cha kiwandani ndivyo utakavyowaepusha na magonjwa mengi kuku wako katika banda lako. Sasa hapa nipo kukuambia kwa nini kuku wako wanadonoana, kwa nini wanapeana majeraha, kwa nini wana kula mayai. Huo ni ukosefu wa madini ya calcium kwa huyo kuku. Umeona hili yai nimelikuta hapa na sijui alitaga saa ngapi, maana limeshapoa na kupoa, na mengine nimeokota muda mrefu uliopita. Sasa hawa kuku unavyowalea vifaranga, mimi binafsi nawalea miezi miwili kwa chakula cha kiwandani. Kimsingi hawa kuku chotala wanatakiwa walelewe kwa chakula cha kiwandani tu mpaka mwanzo mwisho. Ila kwa sababu ya hali ya uchumi wetu ndio maana huwa tunakuja mbele tunawachanganyia kupunguza gharama. Sasa unapotaka kupunguza gharama pia ukubali kuingia gharama za kuwa makini kwa magonjwa yatakayokuwa yanawashambulia hao kuku. Chakula tunachochanganya sisi hakina calcium ya kutosha na hakina nutrients nyingi za kutosha kwa hawa kuku. Kwa hiyo tunashauriwa tutumie DCP mapema. Pale tu unapoamua sasa mimi kuanzia leo hawa kuku nitaanza kuwachanganyia chakula. Haitoshi kwako wewe kuwachanganyia tu ule unga unaonunua sokoni wa chokaa na ule unga wa mifupa. Haitoshi. Ile yani asilimia yake ni ndogo sana ya calcium. Ndio maana anauza hata bei rahisi. Kilo shilingi 500, kilo shilingi 600. Ile haitoshi. Ile inasaidia tu yani ni surprise tu, yani ni inaongezea tu kidogo. Sio kama mnanielewa. Lakini kuna calcium ambayo inauzwa dukani DCP. Kuna hiyo ya maji, kuna ya chenga na kuna ya unga. Hiyo ndo wewe unaweza ukatumia pale unapoanza kuwapa maji. Na ile DCP unachanganya hata kama umewekea dawa unachanganya tu, haina madhara. Haina madhara yoyote. Kwa hiyo utakapoweka DCP yako, utakapoanza kuwapa chakula, maji yako hakikisha yana DCP, yana vitamin, lakini yana dawa nyingine ambayo unafikiria ndio unatakiwa kuwapa. Lakini hata ikifika wakati hawana dawa yoyote, DCP lazima. Majani, dawa hizi za majani haturuhusiwi kuchanganya na dawa za viwandani hata siku moja. Dawa za viwandani haturuhusu kuchanganya na dawa za majani jamani, hata siku moja. Havinaga uhusiano. Tunaelewana vizuri. Kwa hiyo DCP unaweza ukachanganya na vitamin, DCP unaweza ukachanganya na Trimafam na dawa nyinginezo, kwa sababu DCP pale ipo tu kwa ajili ya kuimarisha mifupa, afya, mayai, ganda la yai na hivyo.
Kwa hiyo ni lazima uwapatie hiyo DCP kila siku. Ni maisha uwapatie DCP. Siku ukikosa sio mbaya, lakini hawatatafunana, hawatanyonyoana manyoya, hawatakula mayai wala hawatadonoana. Kwa sababu imekuwa ni desturi yako kuwapatia. Si unaona mimi wangu hapa? Ukisikia hapa kuku wangu mimi analia, ujue labda jogoo anapanda. Basi, kwa sababu hata majogoo wako wachache, hata kudundana wadundani. Huyu hapa anapendaga kupigana huyu. Ananipigaga hata mimi. Sio kama naeleweka vizuri. Unisikilize vizuri sana. Usichanganye dawa za majani na dawa za dukani. Huwezi kuweka DCP na mapapai, huwezi kuweka DCP na mapera, huwezi kuweka DCP na mwarobaini. DCP unaweza ukachanganya na dawa nyingine zote za kiwandani. Kwa sababu hivyo vyote ni vya kiwandani. Kwa hiyo wape DCP kila siku. Kama unavyowapa vitamin DCP wape kila siku. Wataacha hiyo tabia. Kanibalism hiyo itaondoka, hawatatafunana wenyewe kwa wenyewe, hawatatuana mautumbo, wataishi vizuri. Toka tumeingia humu ndani tumeanza kuchukua hii video. Umeona kuna kuku amemdonoa mwenzie? Huwezi kukuta hicho kitu. Na manyoya yao unayakuta amelala vizuri bila shida. Kwa formula wanaishi kwa amani, hakuna kudonoana, hakuna kupigana. Hata kama wana njaa hawezi kula yai hapo. Hata kama wana njaa hawawezi kula yai hapo. Hata kama wana njaa hawawezi kudonoana hapo. Kwa sababu ile DCP inaenda kukata ile kiu ya kutamani kula vitu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo DCP inasaidia kuongeza calcium ya kutosha mwilini mwa kuku. Nitakuwekea kopo hapa, linauzwa shilingi 5,000 tu. Nusu inauzwa shilingi 2,500. Kilo inauzwa shilingi 5,000 dukani. Unga kabisa. Ule unga sasa usichanganye kwenye chakula. Ule unga changanya kwenye maji. Ndio wanakunywa kwa urahisi zaidi na inakolea vizuri. Lakini ukipata DCP ya chenga changanya kwenye chakula. Na ile DCP ya maji changanya kwenye maji. Unapowapa maji unawapimia, lazima wakuelekeze kule dukani. Lazima wakuelekeze, unawapimia, alafu kisha wapimia, unawawekea, unawajazia maji yako, unawapa. Kuku wako ataendelea vizuri sana. Nimeirudia hii video lakini nilishaizungumzia zaidi ya mara 3. Nimerudia kwa sababu ninajua kuna wageni. Wanaouliza wengi ninafikiri ni wageni. Ingawa na wenyeji nao wasumbufu tu. Hawataki kusikiliza video, hawataki kutafuta. Wanataka tu rahisi. Kwa hiyo leo nimeirudia. Nimeona malalamiko ni mengi mno kuhusiana na kuku kwa tabia hizi chafu. Kwa hiyo hakikisha ukiacha tu kuweka chakula cha kiwandani kwa kuku wako, ukianza kuwachanganyia, anza na DCP za kutosha. Ule unga na mifupa nunua, changanyia kwenye chakula kama kawaida. Alafu hii ya unga hii changanyia kwenye maji. Wanakula ya kwenye chakula, wanakula na ya kwenye maji. Utawaona au kuku wako wataacha hiyo tabia. Jamani, kama kuna watu ambao walishatumia DCP na wameona kuku wao wameacha hiyo tabia, naomba mdrop comments ili wengine waweze kuamini na kujifunza. Kwa sababu kuna watu wengine wanakuja hapa nasema uongo tu. Anatudanganya. Sijui ni nini. Sasa mimi nikudanganya wewe unisaidie nini? Wewe nikudanganya mimi, wewe una mbingu ya kunipeleka. Yaani mpaka nitoke huko nilikotoka. Nitumie na bando langu nije nikudanganye wewe hapa. Una mbingu wewe ya kunipeleka mimi mpaka nije nikudanganye hapa. Ukitaka chukua, ukitaka acha. Hata mtu mmoja tu hii video ikimsaidia mimi kwangu ni fahari. Kwa hiyo ndo nimesema hivyo. Hakikisha unawapa DCP wakati wote. DCP wakati wote. Iwe ya maji, iwe ya unga. Kama unapata ya maji basi weka kwenye maji ya kutosha. Kama ni ya maji weka hata vile vijikopo vyake vya kupimia vile hata 3 kwenye lita 20. Kama ni ya unga weka vijiko 2 3 kwenye lita 20. Vijiko 2 3 kwenye lita 20. Kama tabia imezidi hata vijiko 4 weka. Ikisha unanunua nyingine, wataacha hao ndani ya wiki 2 wataacha hiyo tabia kabisa. Utaniuliza. Utakuja kuniuliza. Ndani ya wiki 2 wataacha kabisa hiyo tabia. Weka vijiko 2 3. Ina tabia kukaa chini, haina shida. Kama kwa siku wamemaliza maji ile ya chini bado ipo, kwa siku hiyo ongezea tu maji, wataendelea kunywa hiyo. Ila ikilala lazima uoshe. Ikilala lazima uoshe. Tunaelewana? Ni hivyo tu. Nilikuja hapa kwa ajili ya kuwasaidia tu hilo. Kwa sababu nimeona watu wanalalamika sana na mimi siku hizi kidogo nimekuwa busy na mambo mengi, nimekuwa mvivu kidogo wa kujibu message. Nikaona nije nilete hili. Enjoy your day. Fuga kwa furaha. Naamini usiamini kuku ana faida, alafu anakufanya urelax. Unakula mboga unavyojisikia wewe, sawa?
Mimi nawasubiri wanangu warudi Pasaka. Hii Kwaresma iishe, mfungo uishe wa Ramadhani, then tunachinja tu tunakula. Unaona yalivyojazia ni makubwa. Hebu cheki majogoo haya. Midude. Umeona ni midude. Haya ni mapapai, niliwekea majani ya mapapai jana ndo wakala hivi. Haya, mimi nawatakia jioni njema. Nimekuja tu kuwaletea majibu yenu na Mungu awatunze. Mfanikiwe katika mambo yenu yote. Ciao.